katika nyanja ya kuku wa kienyeji, kuku wa chotara. Sasa nataka nikupe kitu leo kwamba hasara inaanza siku ya kwanza. Hasara inaanza siku ya kwanza. Kivipi? Mtu anaingiza vifaranga leo, alafu anategemea hapo hapo joto sio sahihi, mwanga sio sahihi, banda labda linavuja, vitu kama hivi. Usitegemee kwamba utapata faida kubwa. Siku ya kwanza ukivieta, hakikisha kwamba kuna taa ambazo ni infrared light ambazo zinatosha kuweka mwanga ambao ni optimum, na watosha vifaranga wote wasibanane, wasikae sehemu moja, mwisho wa siku watakufa. Lakini pia mwanga huu ni wa kutosha, unapata hewa ya kutosha, lakini pia isiwe linaweza kuvujisha, na maana waweze kupata katika hali ambayo ni ya wakae katika sehemu ambayo iko dry, iko kavu, umeona? Kwa hiyo hakikisha kwamba unaendelea kufanya hivi vitu. Vifaranga vidogo ni kama mtoto mdogo, anahitaji lishe nzuri, vyakula. Utafuatia video zingine nitakufundisha juu ya kutengeneza vyakula vizuri na wapate vitamini kwa muda gani na chanjo zake ziendeje. Kwa hakikisha kwamba unakuwa pamoja na mimi katika video hizi. Usiache kufollow hapa katika hii page ya TikTok, lakini mitandao mingine tegemea unapendelea nini, lakini utajifunza juu ya mafunzo mengi juu ya ufugaji wa kuku, uanze vipi, uende vipi, lakini karibu sana kwa ushauri.